Sababu hatujui kwa nini, lakini ningeomba serikali ya kwamba wachukulie maanani mambo ya usalama katika ponde la Ufa ama ponde la Kerio. Wachukulie usalama, kwa sababu jana tuliambiwa kwamba wale waliohusika na kifo cha padri wetu wameshikwa, lakini si kweli. Hiyo si kweli. Walioshikwa ni tofauti na wale waliohusika na kifo. Tunaambiwa kwamba wao wanajulikana, wao wanatembea, hatujui wanatembea wapi, wanaishi wapi, lakini watu wanasema kwamba waliohusika na kifo cha padri hawatashikwa. Wale walioshikwa ni wale tu ambao pengine kwa sababu ya kafyu walipatikana kama wamechelewa hivi, ama pengine walipatikana ni watu wa makosa madogo, si kifo. Kwa hivyo nafikiri na inajulikana kabisa. So shida ni kwamba sijui kwa nini sijui shida iko wapi kuwashika, sijui wanaokopa nini, sijui, lakini tunampoteza padri. Na ni kweli tulipokea kifo cha padri wetu Alois Peter ambaye alikuwa anafanya kazi katika parokia ya Tot, kwa mshangao na kutamausha sana, kwa sababu ni ugonjwa ambao hatukutarajia, na ilitufunga moyo kwa sababu padri huyu alikuwa mchangamfu, alikuwa na upendo mkubwa, alikuwa na bidii, ni padri ambaye alikuwa amejaa nguvu za kanisa. Basi kwanza natoa rambirambi zangu kwanza kwa askofu wetu wa jimbo Dominic Mengich, wazazi wake, mapadri, watawa na wakristo wote wa jimbo letu la Eldoret, na hasa wakristo wa sehemu ya Tot. Naomba tu ya kwamba kwa wakati wa usuni tuweze kuendelea kuombeana, tuombe subira, tukitarajia mipango pengine ambayo itakuja baadaye. Kwa hivyo kwa wakati huu nasema pole kwa kwetu sisi wote, kwa wale wanaonisikiliza na pia ambao pengine waniona. Labda kwa kuelezea